الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مثيل له ولا ند له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا ومصطفانا محمد رسول الله. أشهد بأنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ومحى الظلمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فجزى الله سيدنا محمد خير ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحبه ذوي الشرف العظيم. أما بعد، فيا أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله تعالى واتبعوا سنة نبيكم، واعلموا أن الفوز لمن اتقى، ومن لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا. وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. اللهم اجعلنا من المتقين. Watukufu wa Islam, na wausieni pamoja na mimi kuihusia nafsi yangu juu ya kumcha Allah jalla jalala, na kumcha Mwenyezi Mungu ndio wasia bora kabisa kwa viumbe kuhusiana. Kama watu waliwahi kuhusiana jambo lililokuwa zuri, lenye manufaa, lililokuwa bora kwa ajili ya maslahi ya dunia yao na akhira yao, basi hakuna jambo lililokuwa zuri na bora lenye manufaa kwao kama jambo la kuhusiana kumcha na kumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. الرسالة في أرض الطائف عندما اختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يهجر إليها بعدما أن يرى الصد عند أهل مكة. Leo insha Allah tutakwenda kujifunza kutoka katika ardhi ya Taif baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kuona uzito na ugumu wa risala ile aliyopewa na Mwenyezi Mungu kwa watu wa Makka, kule kutokumkubali kwao, akaamua Mtume akimbilie zake Taif. Sitaki kuizungumza hijra ya Taif, lakini ninachotaka kwenda kukizungumza Mtume sallallahu alayhi wasallam, matarajio yake baada ya kuwa aliona watu wa Makka wamemkataa. Alitarajia nikienda kule Taif watanipokea vizuri, lakini alipofika kule alikuta watu wa Taif qulubuhum ashaddu qaswa ramawhu bilhijara. Walimpokea watu wa Taif kwa mawe, aliwapata wana nyoyo ngumu kuliko mawe. Wa inna min alhijara lama yatafajjar minhu alanhar. Mwenyezi Mungu anasema kuna watu wana nyoyo ngumu kushinda mawe, kwa sababu katika hayo mawe yapo ambayo yanatoka walau maji kuondoka ule ugumu. Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kupigwa mawe na watu wa Taif, Rasulullah akiambatana na sahaba wake mtukufu Zaid ibn Harith, subhanallah, alimshukia sayyid almalaika Jibril alayhi salam na kumwambia, ya Muhammad, abshir wa ma'i malakul jibal in shi'ta utbiqu alayhim al-akhshabayn al-jabalayn al-'azimayn. Usiwe na wasiwasi Muhammad, nakupa bishara njema, lakini nimekuja na malaika wa milima. Toa ishara tu, ichi walichokufanyia hawa watu wa Taif, basi nitamwamrisha huyu na wao tuwaporomoshee katika miji yao, katika hichi kijiji chao, hii milima miwili, wasagike. Aljazaa min jinsi al-amal, iwe kama vile malipo ya yale waliyokufanyia. Jazaan wifaqa,
اسمعوا إلى دقة الجواب من فم الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال: يا جبريل، دعهم يا جبريل، أنا أرجو أن يخرج من أصلاب هؤلاء من يقول لا إله إلا الله. Hapa ndo ninapotaka twende kulichukua somo na funzo katika hutuba yetu ya leo. Mtume sallallahu alaihi wasallam kapigwa na watu wa Taif mpaka ametoka damu, na Zaid ibn Harith akawa na yeye ametokwa na damu kwa kazi ya kumzuia Mtume sallallahu alaihi wasallam asipigwe na mawe. Anashuka Jibril, anampa bishara kwamba hawa sisi tuna uwezo wa kuwafanyia zaidi ya walivyokufanyia wewe. Toa ishara tu. Tumeambia waache hawa, innahum la ya'lamun, hawanijui wala hawajui walichokifanya. Mimi natarajia watatoka katika migongo yao. Subhanallah, tazamini ile huruma ya Mtume. Hakuwaonea huruma wale waliompiga mawe, kawaonea huruma mpaka wale watakaokuja baada ya wale waliompiga mawe. Yani ni ile huruma kiasi gani mpaka walipokujia watu kumwambia ya Rasulullah, udhu alayhi, waombea watu mbaya hawa watu wa Taif, mwapelekea khair, wamekupiga mawe, waombee wao kwa Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu awapatilize. Anawaambia ni Mtume, innama ana lam ub'ath la'anan wala ta'anan, innama ba'athtu mubashiran wa nadhira. Sasa mimi sijatumwa kwa watu nikawe mwenye kuwalaani watu, mwenye kuwaombea mabaya watu. Nimetumwa nije kuwapa watu bishara njema, wa nadhira, na kuwaonya na kuwaelekeza. Na wallahi laqad sadaqa Rasulullah wa sadaqa Allahu al-azim. Allah anasema katika Qur'an, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, hatukukutuma wewe isipokuwa ukawe rehema kwa viumbe wote. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa rehema sio tu kwa wanadamu na viumbe wengine wote. Ukisoma matukio yote katika sira unampata Mtume alikuwa ni rahim kiasi gani. Yeke wewe katika nafasi kiongozi, una mamlaka sehemu, una madaraka, una cheo, mwapelekea watu kheri, wale uliowapelekea ile kheri na neema wakakupokea kwa mapokezi yanayotaka kufanana na mapokezi yaliyopokelewa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alafu isiishie hapo tu, itokee kuna watu wanataka kukupa support, kukuunga mkono kwamba tuwalipizie hawa wabaya waliokufanyia. Wallahi si kama atabaki hata yule kuku wao katika majumba yao. Lakini hapa tumsome Mtume sallallahu alaihi wasallam, tumsome Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namna gani alikuwa anawapa udhuru mpaka wale ambao anaona hawa hawajui wanachokifanya. Na Waarabu wanasema man jahila shay'an adaa, mtu kitu asipokijua anakipiga vita. Asipojua umuhimu wa kitu, mtu asipodiriki ile thamani na kima ya jambo fulani, adaa, atakipiga vita. Hajui umuhimu wake, atakipaje umuhimu. Akaondoka Rasulullah taratibu. Sira inatuambia akasogea mpaka katika, kulikuwa na mti pale karibu na eneo alilotoka kupigwa mawe Mtume sallallahu alaihi wasallam, kukuwa na kinga ile damu yake isije ikaanguka katika ardhi. Akaghadhibika Mwenyezi Mungu kule kupigwa kwake mtume wake mpaka damu ikaanguka kwenye ardhi, akawakasirikia hawa watu wa Taif. Akaenda akakaa chini ya mti anaugulia maumivu na sahaba wake. Baada ya muda kidogo akaja bwana mmoja, anakuja kijana na maji na matunda, zabib, zile inab, zabib shazala. Alipofika pale anaambia, chukua, kula hii utie nguvu. Mtume akamtizama yule kijana katika uso wake, kisha wakati anapeleka mkono wake akasema bismillahirrahmanirrahim, anayapokea yale matunda, ile zabibu. Yule akashtuka, kalamu gharibun ala sam'i, kalamu la yaquluhu ahlu hadhihi alqarya. Kijana yule akaona maneno haya ni mageni katika masikio yangu, wala watu wa mji huu hawasemi maneno haya. Mtume alipomwona ile taghayyur yake yule kijana katika uso wake, akamuuliza,
man takunu anti, wewe nani? Yani wewe utakuwa nani wewe? Ana Addas, ila ajibu mimi ni Addas. Addas أنت لست من أهل هذه القرية. Yakaanza ile jidali baina ya mtume na yule kijana. Naambia wewe unaonekana sio mtu wa kijiji, si mwenyeji hapa. Yani hata hichi walichonifanyia hawa watu wa Taifu, watu wa mji huu, wewe hujanifanyia. Min aina anta, wewe unatoka wapi? Addas anamwambia ana min Ninawa, mimi natoka sehemu moja inaitwa Ninawa. Akafuta Rasulullah katika malafu yake ya sira, Ninawa. Ninawa ni Iraq majruha, فرج الله عن العراق. اللهم فرج عن العراق وعن فلسطين فرجا عاجلا وفرج عن سائر بلاد المسلمين امين يا رب العالمين. Iraq ambayo sasa hivi inamwagika damu za ndugu zetu Waislamu, vita inaendelea kule kwa ajili ya kufanyiwa dhulma na watu waliokuwa madhalimu. Akaambia Ninawa qaryatun rajulun salih, mtume anambia Ninawa kijiji anatoka mtu mmoja, mtu mwema, huwa Yunus ibn Matta. Anambia Yunus ibn Matta anatoka kule Ninawa. Ila Addas atashtuka, aw taarifu Yunus, wewe unamjua mpaka Yunus? Anambia naam, kana nabiyyan dhaka akhi, huyo Yunus ni ndugu yangu, alikuwa mtume wa ana nabii na mimi ni mtume. Subhanallah, pale pale mtume sallallahu alayhi wasallam akaanza anafikisha dawa. Ilikuwa Rasulullah la yatruk fursatan illa intahazaha lillah, haiachi fursa yoyote anayoipata isipokuwa anaipeleka kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu. Ambaye alikuwa mtume wewe na mimi ni mtume. Akaanza anafikishia ujumbe ule Addas. Subhanallah, Mwenyezi Mungu anataka kumuonesha mtume wake namna gani anapofanya mambo yake kiumakinifu. Wewe si wamekupiga mawe hawa, lakini usijali. Mara nyingine utawapelekea watu jambo la kheri, utawaeleza jambo zuri, watu watakukataa kundi kubwa la watu. Akatokea mmoja tu akaonesha kukubaliana na wewe. Hiyo ni hidayah na ushindi mkubwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hata katika غزوة خيبر متوم صلى الله عليه وسلم أنا مبي سيدنا علي لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. Vita Khaybar vilitokea katika mwaka wa 7 baada ya hijra, mwaka 628 milad. Ambia Ali, Mungu akikujalia ukapata mtu mmoja tu akaongoka akapata kuifuata haki kwa sababu yako, wallahi ni kheri kwako kuliko upewe khumri ngamia 1000 wekundu. Ngamia wekundu ni ghali, ngamia mmoja anaweza akafika bei ya pesa ya gari ghali ya kileo pekee unayoingia wewe. Ambia la an yahdi Allah bika rajulan wahid, Mungu akikujalia kuongozea mtu mmoja tu kwa sababu yako ni kheri kuliko ngamia. Sasa usijali hawa wamekupiga mawe, huyu mmoja kaonesha kutaka kukubaliana na wewe, ni hidayah tosha mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.